Utiza shangwe, wokovu furaha, zimo hemani mwa walio haki. Mkono wa Bwana utenda makuu, mkono wa Bwana umetukuzwa mno. Kwa muda mrefu mimi nilisubiri. Our viewers, this evening I want to thank God so much for you having to sit down there and still watch this program and receive the word of God. I want to welcome you this evening once again because at a time like now, there are so many things that are happening in our world, and there are so many things that are out there to make us fear. Today, I want to share with you a message that was a blessing, and it will be a blessing to you even as I welcome you to be together with us. Thank you so much. So 2 Chronicles chapter 20 and verse 13. Mambo ya Nyakati wa Pili 20:13. The Bible says this. Biblia inasema hivi. And all Judah stood before the Lord. Wakasimama Yuda wote mbele za Bwana. With their little ones, their wives and their children. Pamoja na wadogo wao na wake zao na watoto wao. Then upon Jahaziel, the son of Zechariah, Dipoza Yahasieli mwana wa Zekaria, the son of Benaiah, the son of Jaeliel, mwana wa Benaya, mwana wa Yeyeli, the son of Mattaniah, mwana wa Matania, a Levite of the sons of Asaph, Mlawi wa wana wa Asafu, came the Spirit of the Lord in the midst of the congregation. Akajiriwa na Roho wa Mungu katikati ya kusanyiko. And he said, akasema, hearken to me, sikieni, all ye Judah, Yuda wote, and you inhabitants of Jerusalem, nanyi mkaayo Yerusalemu, and thou King Jehoshaphat, na wewe mfalme Yehoshafati, thus says the Lord unto you, Bwana awaambia hivi, be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude. Msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili. For the battle is not yours but God's. Kwani vita si yenu bali ni ya Mungu. Tomorrow go you down against them. Kesho shukeni juu yao. Behold, they come up by the cliff of Ziz. Tazameni wanakwea kwa kupandia Zizi. And you shall fight them at the end of the brook. Nanyi mtawapata penye mwisho wa bonde. Before the wilderness of Jeruel. Mbele ya jangwa la Yerueli. You shall not need to fight in this battle. Hamtahitaji kupigana vita. Set yourselves, jipangeni, stand ye still, simameni and see the salvation of the Lord with you. Mkauone wokovu wa Bwana. O Judah and Jerusalem, enyi Yuda na Yerusalemu, fear not, msiogope, nor be dismayed. Wala msifadhaike. Tomorrow go out against them. Kesho tokeni juu yao. For the Lord will be with you. Kwa Mungu yu pamoja nanyi. And Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground. Yehoshafatu akainama kichwa chake kifulifuli. And all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell before the Lord, worshiping the Lord. Wakaanguka mbele za Bwana, Yuda wote na wakao Yerusalemu wakimshujudia Bwana. This is what the Lord says. Hivi ndivyo Mungu asema. Do not be afraid. Usiogope. Nor be dismayed. Wala msifadhaike. By reason of this army. Kwa ajili ya jeshi kubwa. Hallelujah. Amen. And wherever they were. Na popote walikuwa. I believe they were in the temple. Naamini kwamba walikuwa pale. And in the temple of Jerusalem. Katika nyumba ile ya Mungu. You know where Jerusalem is. Jerusalem ni kwa wapi? Jerusalem is like in Lemuru. Yerusalemu iko kama Barimuru. And you start in Lemuru. Na unakaa Barimuru. And it is surrounded by mountains. Na imezingirwa na milima. And these people were in the mountains. Na watu walikuwa pale milima. They would see them. Wangewaona. Hallelujah. At one time, na muda wakati moja, it is better to be told, ni vizuri kuambiwa, of an enemy that you cannot see. Yule adui ambaye humuoni. But the moment you can see the enemy, lakini wakati unatamwona adui, always
kila wakati. Your eyes Macho yako will make you fear. yatakufanya uogope. That is what happened even in the life of Gehazi. Ndivyo ilitendeka katika maisha ya Gehazi. Until Mpaka Elisha had to pray. Elia angeomba. And he told God, Na akamwambia Mungu, open his eyes fungua macho yake so that he can see. ili The aone army that is for us lile jeshi liko is upande wetu. better than the one he can see. Kuu kuliko lile anaona. Your eyes can tell you a lie. Macho yako atakwambia Oh, uongo. hallelujah. Your eyes can tell you a lie. Macho yako yanaweza kukudanganya. And whenever you see your eyes telling you something, Na ukiona macho yako yanakwambia kitu, come and inquire from the Lord. uliza kutoka kwa Mungu. Because majority of whatever the devil will tell Kwa you, sababu mambo mengi he is the father of all lies. ni baba wa uongo wote. His language is telling lies. Sauti yake And inasema there is uongo. nothing he tells that is Na true. kuna kitu anakwambia hakika. And every time he will come and Na tell wakati you, wote atakuja na oh, kukwambia, you are finished. wewe Can umeisha. you see the Moab? Huwezi kuona Can you Waamoni. see the Ammonites? Usione Oh, Waamoni. can you see? Unaweza kuona. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes you are even troubled by your boss. Unasubiri hata And every time, even when he comes with an appreciation letter, na wakati wote akija na cheti ya you kukuambia, think the letter that has come. unafikiria kwamba barua imekuja. Hallelujah. Amen. It is retrenchment. Ya kwamba ni kufukuzwa ama kutolewa Or pale. you have been laid off from your job. Ama umefukuzwa kutoka I kazi. don't know whether you have ever been in such situation Sijui kama umekuwa katika hali hii. where you are threatened. Ya kwamba Your job is threatened. kazi yako, Your family is threatened. Na familia And yako. then you start hearing so much from the na enemy. unaanza kusikia mambo mengi kutoka kwa mwovu. And you are there, Na uko pale. not knowing Wawila hujui what you are going to do. utafanya nini. Oh, hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana sifiwe. Whenever you are threatened, Wakati ule umetishwa, whatever you see chochote unapo does not have the final authority. haina hakikisho. The final word will always come from the Lord, Neno la mwisho the liko maker of the heavens and the earth. aliyeumba mbingu na And nchi. whatever you see, Na chochote oh, unaona, hallelujah, Amen. it may be the fact, labda inaweza kuwa but it is not the truth. lakini si ukweli. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. It may be the fact, Inaweza kuoneka kama ni hakika, but it is not the truth. lakini si ukweli. And so Jehoshaphat, Kwa hivyo Yosafati he was told by Jehaziel, aliambiwa na Asieli, do not be afraid. usiogope. And they were given instruction Na wakapewa maagizo that the battle does not belong to ya you. kwamba vita si The vyenu. battle belongs to the Lord. Vita ni ya Mungu. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Jina Lord. la Bwana sifiwe. Oh, hallelujah. Amen. I like and I can give you so many things now. Naweza kukupa mambo mengi But sana, I want to confine myself with the topic. lakini nataka kurudia ama kuendelea. But I can tell you for sure. Lakini kwambie kwa kweli, Praise the name of the Lord. jina la Bwana sifiwe. Many times Wakati mwingi we go through so many things. tunapitia mambo mengi And the devil na shetani will always work out atahakikisha to make sure that you are discouraged. anafanya kazi ya kwamba To make wewe sure that you are losing ya hope. kwamba To unatuma make sure that you are feeling you are desperate. kusikia ya kwamba umefika mwisho, But in everything, lakini kwa kila kitu, because you got saved, kwa sababu uliokoka, you are born again. umezaliwa mara ya pili. Praise the name of the Lord. And if you are not born again, Na kama utazaliwa mara ya pili, today is the day of your hiyo salvation. ndio siku yako. You will not come out of this place Utatoka mahali hapa a sinner again. ukiwa mwenye We cannot dhambi. be preaching like this and you will continue being a sinner. Huwezi kuhubiri namna hivi na hukumu. Your sins have been pardoned. Zako zimezingirwa. All you need to do is to say yes to Jesus. Ile unastahili kusema ni kuna And when you say yes to Jesus, ukisema ndio kwa Mungu, your life can never be the same maisha again. yako atakuwa vile And tena. this is what the Bible Na says. ndivyo Biblia yasema. That Jehoshaphat was told, Yosafati the battle belongs to the Lord. vita si And the moment you get saved, na wakati umeokoka, your life is never changed. maisha yako haijabadilika. Hallelujah. Amen. You don't get saved so that you can have your life to be changed. Uokoki ili maisha yako yabadilike. I have said this time and again. Nimesema hii mara mingi. You have your life exchanged. Lakini ni You kubadilisha. start living another person's life. Unaanza kuishi. You start living for Jesus. Unaanza And kuishi when kwa you are Yesu. living for Jesus, Ukiishi kwa the Mungu, Bible calls you ambassador. Biblia inakuita Hallelujah. Amen. And it calls you. na And inakuita it says, na inasema every battle you will go through, vita it unavyopitia does not belong to you. vyako. You have no battle to Una fight. vita Oh, kupigana. hallelujah.
vita si It yako. belongs to the Lord. Ni vya Mungu. Jehoshaphat was told, Yehoshafati akaambiwa, the battle belongs to the Lord. vita ni vya Mungu. Don't even fight. The Lord your God. Mungu He wako. was told tomorrow. Akaambiwa kesho. Hey, hallelujah. Hallelujah. Tomorrow. Kesho. Arrange yourself Jiandae and then go and fight. Na uende upigane. Tomorrow. Kesho. Hallelujah. Amen. There is always a tomorrow's victory. Kuna kuwepo There na is ushindi always wa a kesho. victory for Kuna tomorrow. ushindi wa kesho. Hallelujah. Hallelujah. Even if today there is a lot of darkness, Hata kama leo there is a tomorrow. kuna kesho. Hey, hallelujah. Hallelujah. The Bible says tomorrow. Biblia inasema kesho. Tell your neighbor tomorrow. Lenye yako kesho. Tell your neighbor tomorrow. Lenye yako kesho. Don't get worried about today. Usisumbuke juu ya leo. Today they must be seen. Leo inaonekana They kuonekana. are there fighting. Kama wako pale They are vitani. prepared to kill you. Wamejiandaa The kukuua. battle belongs to the Lord. Vita ni vya Mungu. Go out there. Toka There nje. is always a tomorrow. Kuna kesho. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. Even if you have been so discouraged Hata kama umekuwa by your life kwa and maisha you are thinking that this is the end, na unafikiria kwamba uko I mwisho. declare to you, Tangaza there kwako. is a tomorrow for Kuna you. kesho Do kwako. not commit suicide. Usijiue. Oh, do not give up. Usiumu. Do not surrender. There is a hallelujah. Amen. There is a tomorrow. Kuna kesho. There is a tomorrow. Kuna kesho. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana I sifiwe. love this word. Ninapenda neno hili. Verse 16 says, Mstari wa 16 tomorrow. kesho. Tomorrow. Kesho. It may mean that today you are so Ya discouraged. kwamba leo kunaonekana It may mean that today inawezekana kwamba siku ya you leo are feeling like you have nothing. unasikia kwamba huna kitu. Your end has come. Mwisho wako But umefika. I declare to you, Lakini natangaza there is kwako, always a tomorrow. kuna kesho. There is always a tomorrow. Kuna kesho. And the Bible Biblia says, inasema tomorrow, kesho. tomorrow, Kesho. go ye down Mpandeni juu against them. na juu yao. Behold, they come up Jiona wanakuja juu by the cliff of Ziz. wakiwa na shinda aina hii. Hallelujah. Amen. And you shall fight them Na utapigana at nao the end of the brook, katika mwisho, before the wilderness of Jeruel. kabla ya bonde ya jangwa la And Yerusalemu. verse 17. Mstari wa You 17. know they are told tomorrow. Waliambiwa kesho. And then now they want to hear whatever else will happen. Na tena wanasikiza kitatendeka kitu And gani. they are told, verse 17, Wanaambiwa mstari wa 17. you shall not need to fight in this battle. Hamtahitaji kupigana vita hii. Set yourself and stand still, Jipangeni msimame. and see the salvation of the Lord with you. Mkauona wokovu wa Bwana. Hallelujah. O Judah and Jerusalem, Enyi Yuda na Yerusalemu, fear not, msiogope nor be dismayed. wala msifadhaike. Tomorrow go against them, Kesho tokeni for juu the yao, Lord will be with you. kwa kuwa Bwana yu pamoja nanyi. There is nothing as good Hakuna kitu as when you kizuri know that the Lord is with you. ila tu kujua Mungu yu pamoja nanyi. Hallelujah. Amen. That is why I always say, Ndio sababu mimi it nasema doesn't matter haijalishi whatever will be in the day. chochote takuwa pale mchana. When I come in the morning Nikifika and I release the power of God na tuna nguvu za Mungu upon my life that morning, ndio maisha yangu it asubuhi. doesn't matter. Haijalishi. When I know that the Lord is with me, Nikijua Mungu yupo pamoja I nami. know I am a winner. Najua mimi ni I mshindi. know I am making Najua it. kwamba nitaweza. I know that whatever the devil will Najua bring, chochote shetani it atafanya. doesn't matter. Haijalishi. Even if they put me in the furnace Hata kiweka that kidogo has moto. fire 7 times, Ameweka mara I know saba. I will come out of Najua there. The ninatokezea. lions will not kill me. I know the prison will not do Najua Bwana anything. anataka nguvu. Hallelujah. Amen. Because all Kwa things sababu Bwana will work together for our anafanya kazi good. pamoja kwa uzuri I wangu. came to tell you, Nakuja you kuambia need to believe in this one, Lazima uamini kwa that neno hili. all things kwamba will work together for your good. yanawajika kwa wanadamu Because you wako. love the Lord. Ya kwamba una It Mungu. doesn't matter. Haijalishi. The Americans, Oh, and Malaika. the Ammonites, Ama Moabu. the Moabites, Ama Moabi. the Egyptians, Ama and Waijini. everybody else Ama who wengine wote. will rise up against you. Watakapokuinuka. It doesn't matter. Haijalishi. Even Belinda, Hata it doesn't matter. Ama Eliab, Ama your Eliab. elder brother, Ama he will not join you. Hawataungana nawe. Hallelujah. Amen. I am saying, Ninasema. your elder brother Hata may mababu zako not wakuu. join you in the celebration, Hawataungana pamoja na but in the kusherehekea. howling, Lakini
about them. Si yuko juu yao. It is about you. Ni juu yako. Hallelujah. Yeah. It is not about them. Si juu yao. It is about Si you. juu yako. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana sifiwe. Listen to me this morning. Nisikize asubuhi ya leo. You need to be empowered. Lazima uwe The na Bible says, fear not. Biblia inasema kwamba Do not usiogope. be dismayed. Usifadhaike. Stand still. Simama imara. And you will see Na the utaona salvation of the Lord together with you. wokovu wa Mungu pamoja nawe. I want to tell you, Nataka the kuambia Moabites, wale wa Moabi the Ammonites, na tena wa the Amoni Meunites ama wa that have risen against you. wamekuinukia. Today, the battle does not belong to you. Vita si yako. Hallelujah. Hallelujah. The battle belongs to the Lord. Vita ni vya Mungu. And the moment you hear Na wakati that the Lord is with you, ya kwamba Mungu pamoja then you nawe, need to speak like him. lazima unene kama yeye. Hallelujah. Hallelujah. There are some things that I saw Kuna mambo niliona Jehoshaphat doing. Yehoshafati When akifanya. that word came, Na neno lilipokuja, people started looking at Jahaziel. watu walimwangalia Yaseeli. They didn't know. Hawakujua What is he saying? anasema nini. They knew. Walijua. They had a testimony Walikuwa na shuhuda that the battle we won ya kwamba vile vita and tulishinda Ahab was killed na Ahaba kauliwa. might be the cause of this. Inawezekana ile sababu ya jambo hili. Praise the name of the Jina Lord. la Bwana sifiwe. And then Na tena they were wondering, walikuwa wanashindwa. is he a right prophet Ni nabii wa kweli or the wrong one? ama si wa kweli? And in the midst of that kind of confusion, Na katikati ya mambo yale ya mawazo. hallelujah, Amen. Jehoshaphat stood before them Yehoshafati akasimama katikati yao and he taught several things. na akafundisha mambo kadhaa. Hallelujah. Amen. He started by telling them, Alianza na kuwaambia, hear me, nisikize O Judah, enyi Yuda and you inhabitants of Jerusalem. na kwa watu wa Yerusalemu, Believe in the Lord your God, amini kwa Bwana Mungu so shall you be established. ili ya kwamba una kitu. Believe also in his Na prophets, tena amini kwa nabii wake so shall you prosper. ili ya kwamba nanyi The mkanawiri. reason being, Ya sababu ikiwa, number one, jambo la kwanza, these people, hawa watu they were scared. walikuwa wamestuka. Jehoshaphat saw, Ya sababu these people are not believing in the Lord. hawa watu waamini kwa Mungu. They are also questioning Jahaziel. Na tena wana maswali juu ya Aseli. Like some people would even go to church congregation Kama watu wengine wanaenda kwa umati and they are saying, na wanauliza, and you know this man na unajua huyu likes preaching good preachings, anataka mahubiri mazuri, likes encouraging us, anataka kututia nguvu. and so I don't think that it is God. Na sifikiria kwamba huyu ni Mungu. But listen to me. Lakini nisikize, Believe in the Lord your God, amini kwa Bwana Mungu so shall you be established. ili nawe Believe also in his prophets, tena uamini kwa nabii wake so shall you prosper. ili nawe That is what he's saying. hivyo ndivyo If alisema. you believe in the Lord your God, Ukiamini kwa Bwana Mungu wako, whatever they have come to take, chochote wamekuja the kuchukua. Moabites have come, Wamoabi the wamekuja Ammonites have come, na Wamoabi the wamekuja, Meunites have come. Wamiuni But wamekuja. believe in the Lord your Lakini amini God. kwa Bwana Do Mungu you wako. know what he had Unajua said? alisema nini? He told your father, Aliambia baba this zake, land belongs to you. nchi hii ni yetu. From David and Mazad, Kutoka kale mpaka this sasa. Isaka were yours. Hivi And nchi ni nobody yetu. can tuja you. Hakuna mtu anaweza kukunyang'anya. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana sifiwe. And it is very good to know Na ni muhimu sana what kujua the Lord has said. vile Mungu amesema. Whenever you hear me telling you, Ukisikia nikukwambia, you need to read the word of God on daily basis, lazima usome neno la Mungu kila siku so that you can know what God is saying. ili ujue vile Mungu God anasema. will always talk to you. Mungu kila wakati ananena nawe. And you need to believe in him. Lazima uamini. And when you believe in Na him, ukiamini kwake, what happens? litafanyika nini? Praise the name of the Lord. Jina la Bwana When you sifiwe. believe in the Lord your God, Ukiamini kwa Bwana Mungu wako, you will be established. Fear is something so bad. uoga ni kitu kibaya sana. When it comes in your life, Ikiingia katika maisha and yako, it can make you
not to believe. Inaweza kukufanya usiamini. Number one, fear makes you not to believe in the Lord your God. Jambo la kwanza, uoga unakufanya usiamini Mungu aliye hai. Number two, jambo la pili, it makes you not to believe in yourself. Inakufanya usijiamini mwenyewe. That is why we call it terror. Ndiposa tunaita terror. It is a dread. Ina kwamba hiyo ni shida. It is aura. We have great words in English. Kuna maneno makuu katika Kiingereza. You can mention them in English. Unaweza kuinena. We are talking about horror. Tunasema juu ya horror. We are talking about dread. Tena tunanena kuhusu something that brings terror. Jambo ambalo linaleta panic and fright. Inaleta panic kama fright. And a nightmare or phobia. Na mambo mengi katika giza. Hallelujah. I wanted to speak in English. Praise the name of the Lord. Because when it is there, kwa sababu wakati kwa pale, it brings all these things. Inaleta mambo haya yote. It intimidates you. Inaweza kukuangusha chini. It makes somebody to be afraid. Inafanya mtu aogope. Even when there is nothing to be afraid about. Hata kuna kitu cha kuogopa. It brings terror. Inaleta uoga. So you become terrified. Unakuwa mtu wa kutetemeka. Without even knowing why. Listen to me. Nisikize. Fear intimidates. Uoga una. That is why. Kwa ndio sababu when Goliath was fighting David, wakati Goliath alikuwa anapigana na Daudi, the first thing that he needed to do, jambo la kwanza was to speak so that David would become intimidated. Anene ili ya kwamba Daudi asikia kwamba yuko. And so when he looked at David, na alipomwangalia Daudi, and saw that he was a young man, akaona ya kwamba ni kijana mdogo, he started asking David, alianza kuuliza Daudi, am I a dog? Mimi ni mbwa. And he looked at him, that you come to me with a stake and a stone. Look at the way I am. Am I a dog? And then I like some people like David, who will not be intimidated. Lift up your right hand and say, I will not be intimidated. Oh, hallelujah. Amen. This is what he said. You come to me with a javelin. When you come to me with a spear. Hallelujah. Amen. You think that the battle belongs to me? The battle belongs to the Lord. And I come to you in the name of the Lord our God. And then today, oh my God, listen to me. He said today. He did not say tomorrow. Because the tomorrow you were told has become today. Hey, hallelujah. Praise the name of the Lord. He said today, I will kill you. And I will feed your flesh to the birds of the air. And listen to me. Oh, hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. David did not fear. He did not even let him speak another time. Hallelujah. Amen. I could see what he did. And he got one of the stones. And he put it in the stream. Your words are final. Oh, hallelujah. Amen. Whenever you are fighting your enemy, your words are always final. Whenever you have raised a prophetic word, don't even wait for the enemy to talk. David took the stone and he threw it. The guy did not understand because he did not know the battle of throwing stones. Hey, hallelujah. Beyond knew that I need to go and get hold of him. Touch not my anointed. You don't touch the anointed. Hey, hallelujah. You don't touch the anointed. Praise the name of the Lord. Because Goliath thought that I will go. Get hold of him. I will cut him in pieces. He did not understand. Praise the name of the Lord. That there is a God in heaven. Praise the name of the Lord. Amen. And his gigantic body was so good for David that he could not miss. Hallelujah. Amen. And you know what? When he threw,
Oh my God, you have never seen an anointed man Wewe kuwa hujawahi una mtu amepakwa mafuta. using an anointed stone. Akitumia jiwe limepakwa. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Jina la Lord. Bwana sifiwe. When you are anointed, Ukiwa umepakwa. everything you have is anointed. Chochote unacho And kimeupakwa. whatever you will do, Na chochote it utakachofanya. will succeed in the name of the Lord. Katika jina la And Yesu. he threw the stone. Alirusha lile jiwe. And within a very short time, Na kwa muda mfupi. in a matter of seconds, Na kwa kama sekunde moja. praise the name of the Lord. Jina la Bwana You know sifiwe. that guy was standing like this. Yule mtu alikuwa The amesimama. stone came Jina jiwe and it got him on the forehead. likamguza hapa. And God was, I believe that that time God was not even sitting down. Najua kwamba wakati ule Jesus stood down. Yesu akasimama. They stood up in heaven. Walisimama The mbinguni. angels were there. Malaika walikuwa pale. Hallelujah. Amen. And they told Goliath, Wakamwambia Goliathi, thubutu jaribu kuanguka na nyuma. Don't fall at the facing heaven. Heaven is my throne. usianguke ukiangalia juu. Don't cry. Usijaribu. And he fell down Alianguka chini on his face. na uso wake. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana It is sifiwe. good to read the scripture so Ni well. vizuri kusoma maandiko vizuri. Because when the heavens were looking at Kwa him, sababu mbingu lilikuwa likimwangalia. just try. Usijaribu. You know you are being fought by that young boy. Unajua umepigwa na yule Our kijana. anointing is in him. Upako wetu uko juu. And right now, Na hivi sasa you must die. lazima ukufe. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Jina Lord. la Bwana sifiwe. When you are anointed, Ukiwa umepakwa. praise the name of the Lord. Amen. Fear will go. Uoga utaenda. And please never allow fear Na usikubali uoga to come to your life. ingie maishani mwako. Every time there is something that is making you fear, Wakati wote jambo lote na kufanya usikie. always establish the word of God that you can start with. Yehoshafati hakuwa na neno. He did not have the scriptures. Hakuwa na maandiko. But when Jahaziel spoke, Lakini wakati Hazaeli alinena, he took those words alichukua yale maneno. and he said, Na alisema, believe in the Lord your God, amini kwa Mungu Baba so yako, shall you be established. ili nawe Believe also unaamini. in his prophet, Na tena uamini kwa so manabii shall you wake, prosper. ili nawe udhibiti. Let not fear not rule you. Usiogope ama uoga kuongoze. Every time, Wakati wowote. let even what has been chasing you Hata jambo lile kule again not trouble you. You have the power. Una nguvu. You can stop anything. Unaweza kusimamisha. And you can say, I will not fear. Na utaweza kusema siku. Oh, hallelujah. Amen. And you live in a life of abundant prosperity. Na utaishi katika maisha mazuri ya uzimilivu wa kweli. Because every time, Kwa sababu wakati wowote God has that word. Mungu ana neno lile. Fear not. Usiogope. Fear not. Usiogope. And you know, this is the second time that the Lord is speaking the same words. Na unajua ni wakati wa mara ya pili Mungu ananena kuhusu lile neno. He said to the children of Judah, Alinena kwa wana wa Yuda. fear not. Usiogope. Stand still. Simama imara. And you'll see Na utaona the salvation of the Lord together with you. wokovu wa Mungu pamoja nawe. Tomorrow go out. Kesho The ondoka. Lord will be with you. Mungu atakuwa pamoja The nawe. same words Yale maneno he spoke through the mouth of Moses. aliyonena na mdomo wa Mungu wa Musa. And I was reading this scripture and I got so excited and encouraged. Nilikuwa nasoma hili neno nikawa na furaha sana. Verse 13. Mstari wa 13. Exodus chapter 14. Kutoka 14. And Moses stood before them Na Musa akasimama katikati and yao. he said, Na akasema, fear not, usiogope. stand still, Simama and imara. you will see Na utaona the salvation of the Lord together with you. wokovu wa Mungu pamoja nawe. Hallelujah. Amen. For the Egyptians you see today, Kwa sababu hawa Misri na you will see them again no more, utawaona tena forever and ever. milele na milele. And as you continue, it says, Na ukiendelea inasema for the Lord your God ya kwamba Mungu Baba will yako fight for you. atakupigania. There is a God who fights. Kuna Mungu anayepiga. Hallelujah. Amen. And then most of the time, Na tena he will not Mungu send the angel. hatatuma He malaika. will send the power of the Holy Spirit. Atatuma nguvu za Roho Mtakatifu. Today, Siku ya leo fear not. usiogope. Truly thank God so much for having reason to
to that message. And I believe that your life will not be the same again. God bless you so much.